Katika wakati ambapo wanaume walitawala kila kitu, kwa nini Mungu alichagua mwanamke kuiongoza Israeli? Debora, nabii shujaa na mwamuzi wa pekee wa kike katika Biblia. Alitoka kwenye kivuli cha historia na kuwa kiongozi mwenye nguvu wakati Israeli ilikuwa katika machafuko. Kwa nini yeye? Kulikuwa na nini ndani ya Debora kilichomfanya awe yule ambaye Mungu alimuita kushika nafasi muhimu? Kwa miaka 20, Israeli iliteseka chini ya utawala kandamizi wa mfalme Yabini wa Kanaani. Jemedari wake Sisera ndiye aliyetekeleza ukandamizaji huo. Akiwa na magari ya vita 900 ya chuma, aliongoza jeshi kikatili lililowatisha Waisraeli, likawafanya wahisi wanyonge mbele ya nguvu zake. Hakuna aliyethubutu kuinuka dhidi yake mpaka Debora alipoingilia kati. Lakini hili halikuwa jambo la kawaida. Wanawake katika Israeli ya kale hawakushika madaraka, hawakuongoza majeshi na bila shaka hawakuketi katika uamuzi wa watu. Biblia haielezi wazi ni lini Mungu alimchagua Debora, lakini tunajua kwamba alimteua kuwa nabii na mwamuzi juu ya Israeli. Tofauti na waamuzi wengine katika kitabu cha Waamuzi, hakuna wito wa kipekee au kukutana kwa kimungu kilichorekodiwa. Hakuna ziara ya malaika kama ya Gideoni, hakuna ishara ya kimungu kama ya Samson. Badala yake, Debora alijitokeza tu katika kitabu cha Waamuzi sura ya 4 mstari wa 4 kama nabii na kiongozi, tayari akitimiza jukumu lake. Chini ya kivuli cha mtende wa Debora, watu walikuwa wakija kutoka kila pembe ya Israeli kutafuta ushauri na maamuzi yake. Hukumu yake ilikuwa inathaminiwa, hekima yake haikupingika. Wakati ulipofika kwa ukombozi wa Israeli, Debora alimuita Barak, kiongozi mzoefu wa jeshi, na kumfikishia amri ya Mungu: chukua watu 10,000 na nenda mlima Tabori, kwa maana Bwana amemkabidhi Sisera mkononi mwako. Lakini Barak alisita. Aliamua kwenda tu kama Debora atamfuata. Alikubali, lakini alimuonya, kwa sababu hii heshima ya ushindi haitakuwa yako. Badala yake, Bwana atamkabidhi Sisera mkononi mwa mwanamke. Mapigano yalianza. Jeshi la Sisera likiwa na uhakika kwa magari yake ya vita na silaha bora, lilitarajia ushindi rahisi, lakini ghafla kilichotarajiwa hakikutokea. Mvua kubwa ya ghafla iligeuza uwanja wa vita kuwa pori. Magari ya vita ya chuma yaliyokuwa yakiwafanya Sisera kuwa mchochezi yaligeuka kuwa hayana faida, yakakwama kwenye matope. Hofu ilitawala, huku majeshi ya Israeli chini ya uongozi wa Barak yakikabiliana na jeshi la Kanaani. Akiwa anagundua kushindwa kwake, Sisera aliacha gari yake ya kivita na kukimbia kwa mguu, akijaribu kutoroka. Alifika kwenye hema la Yaeli, mwanamke kutoka kabila la Kenai, ambaye alionekana kumhifadhi. Alimpokea, alimpa maziwa ya kunywa na kumhakikishia yuko salama. Akiwa amechoka, Sisera alilala usingizi mzito. Halafu ukafika ule wakati wa kukabiliana. Wakati alipokuwa amelala bila ulinzi, Yaeli alichukua msumari wa hema na nyundo, zana rahisi za mwanamke mhamiaji, na akachoma msumari moja kwa moja kupitia kichwa chake. Akamuua papo hapo. Jemedari mkuu wa Kanaani alishindwa, si kwa upanga wa askari, bali kwa mkono ya shujaa asiyetarajiwa. Kama vile Debora alivyotabiri, ushindi ulijia na mwanamke aliyeleta pigo la mwisho. Utawala wa hofu ulimalizika na Israeli ilikombolewa tena. Basi, kwa nini Debora? Kulikuwa na nini ndani yake kilichomfanya awe yule aliyochaguliwa na Mungu, wakati ambapo dunia ilikuwa ikiongozwa na wanaume na maamuzi yao? Debora alikuwa kiongozi aliyekuwa na haja ya Israeli.
si kwa sababu ya jinsia yake, bali kwa sababu ya imani yake isiyotetereka na ujasiri mbele ya changamoto zisizo na tumaini. Kama nabii Debora alizungumza moja kwa moja na Mungu. Hakutegemea wengine kusikia sauti ya Mungu. Alihusiana na Mungu kwa njia ya kibinafsi, akizungumza kwa niaba yake na kutoa hekima na mwongozo kwa watu wa Israeli. Tofauti na wengine, Debora hakuwa na hofu. Wakati wanaume walikuwa wakisita, yeye alijitokeza. Wakati Barak, jemedari mzoefu wa kijeshi, alikataa kwenda vitani bila yeye, Debora hakukata tamaa. Alienda mbele kwa ujasiri. Hakujawa na hofu ya tamaduni au matarajio ya jamii. Alielewa kwamba uongozi wa kweli si kuhusu hadhi, bali ni kuhusu kutii kwa Mungu. Mungu mara nyingi huinua viongozi kwa njia zisizotarajiwa. Debora alikiuka kila kanuni ya wakati wake. Alikuwa mwanamke aliyeongoza katika dunia ya wanaume, mwamuzi katika enzi za ukosefu wa sheria, na nabii katika wakati ambapo wengi walikuwa wakitengwa na sauti ya Mungu. Na bado alichaguliwa na Mungu kuikomboa Israeli, akithibitisha kwamba wito wa Mungu haujalishi jinsia, bali kwa imani, ujasiri na utayari wa kusimama wakati hakuna mwingine atakaye simama. Debora anasimama kama mfano wa ujasiri na utiifu. Hadithi yake inatufundisha kuwa uongozi si kuhusu kile ambacho jamii inategemea, ni kuhusu kujibu wito wakati Mungu anaposema. Hadithi ya Debora si tu kuhusu vita, bali kujitokeza wakati hakuna mwingine aliye tayari kusimama. Wakati hofu iliwazuia wanaume, yeye aliongoza kwa imani, hekima na ujasiri. Alithibitisha kuwa uongozi si kuhusu jinsia, bali ni kuhusu utiifu kwa wito wa Mungu. Ushindi wake unatukumbusha kuwa Mungu mara nyingi huchagua wasiotarajiwa kutimiza mipango yake. Ikiwa ni Debora, Barak au hata Yaeli, kila mmoja alicheza sehemu muhimu katika kusudi kuu la Mungu. Na leo hadithi yake bado inatufundisha, wakati utakapofika kuchukua msimamo, je, tutasimama kwenye nafasi hiyo? Ikiwa hadithi ya Debora imekugusa, jiunge nasi kwa mafunzo zaidi ya kibibilia na kushiriki na mtu anayehitaji kutiwa moyo. Tunaweza kueneza ujumbe wa ujasiri, imani na uongozi wa ajabu.